Tajwid. Inshallah zimefika. Tajwid maana yake ni kuipa kila herufi haki yake. Tumeanza kuboresha katika hamzatul wasl, kaja kuifahamu lam ta'rif, then tukasoma namna ya kusimama mwishoni mwa aya, tukaingia qalqala, tukasoma pia kanuni ya nun na mim ikiwa na shadda. Baada ya hapo tukaja herufi nzito katika Qur'an, herufi nzito. Hizi ni sifa za pekee ambazo zipo katika lugha ya Kiarabu. Na imani sauti yangu imekaa vizuri sana. Okay. Tatumia tone hii kwa sababu ile inakuwa inatoa kelele nje. Bismillahirrahmanirrahim. Jana tumesoma kanuni za usomaji wa jina tukufu la Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Hivi ni viapo. Viapo hivi ukiona hapa kwa umbea au unafiki, basi unatakiwa ufunge siku 3. Wallahi, lakini cha pili ni wabillahi, so wabillahi. Wabillahi hapana. Wabillahi. Kwa nini wabillahi? Kwa sababu bihi na kasra, wabillahi. Haifai kuwa hapa, na hii ni aya katika Qur'an. Wabillahi kwa sababu ina kasra. So leo tunaendelea mbele. Dhani kama kuna swali, maana jana tumekaa sana hapa katika kanuni za usomaji wa jina tukufu la Allah. Inatakiwa tumalize na kanuni hii ili insha Allah tarehe 9, nadhani ni wiki ijayo mwishoni, tufanye mtihani katika hii ya nyuma kabla hatujafungua inayofuata. Nadhani wiki ijayo huenda ikawa ni wiki ya revision, tukafanya marejeo darasa za nyuma, alafu inayofuata tukafanya mtihani. So inayofuata, yani hii wiki ikawa ya mwisho, tukamalizia kwa somo hili. Subhanallah, leo Alhamis, Ijumaa, kwa somo hili likawa la mwisho. Even tumemalizia kwenye wiki ya mbele sawa, lakini tufungia katika darasa la heavy letters, kanuni za usomaji wa nzito na nyepesi. Baada ya hapo kwanza, baada ya mtihani, alafu tutaendelea. Sasa katika kanuni ya mwisho ya usomaji wa herufi nzito na nyepesi, kwanza tufahamu moja ya herufi tuliyosema ni ya muda katika usomaji wa nzito na nyepesi ni lam. Lam katika jina tukufu la Allah. Yenyewe tumesema ni sifa ya muda. Kuna muda inakuwa nyepesi, kuna muda inakuwa nzito. Hivyo hivyo pia kuna herufi inaitwa ra. Herufi ra. Sasa hii herufi ra hata mwalimu mwenyewe tu kanuni yake inamchanganya. Kwa hiyo nitakuomba wewe mwanafunzi uwe hadhir sana. Mimi hainichanganya sababu nakufundisha wewe. Lakini hii kanuni ukienda kimchezo hata ufungua kitabu mara ngapi utarudi, hautoielewa imemaanisha nini. So hii ni lazima uwe hadhir, hakikisha umetulia katika sehemu nzuri. Alafu sasa ndo tuisome kanuni hii pamoja. Kanuni ya herufi nzito na nyepesi. Alhamdulillah, nimepata mdhamini muda huu hapa. Naye mdhamini wetu ni Ukhti Fatima Rashid. Anambia mwalimu, nimelipia ada. Allah. Alipia ada ya mwezi wa mbele kabla hata hatujatangaza. Mashaallah. Allah kubarik. So tuna uwezo wa kulipia ada. Sababu ni wiki ya mwisho hii, si ndio tumeingia Januari, lakini tarehe 9 ndio inakuwa mwisho. Sababu tunaingia mwezi mwingine. Kwa sisi tulianza tarehe 7. Allahu Akbar. Kalipia kaona mwalimu na kusikiliza hapa, lakini pokea huu. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa tuingie katika kanuni za herufi ra. Ra ikiwa nzito na ikiwa nyepesi. Kanuni ya herufi ra ikiwa nzito na ikiwa nyepesi. Hii ni sifa ya muda. Ra ni sifa nayo ya nini? Ya muda. Kuna muda inakuwa nyepesi,
kuna muda inakuwa nzito. Kuwa makini sana. Wote tunafahamu kuisoma ra fatha ra kasra ra dhamma, lakini inapokuja kitendo cha kuipa haki yake, hiyo ndio inakupa thawabu 10 za kila herufi unaipata kwa kuipa herufi haki yake, kuisoma namna inavyostahili. So herufi ra yenyewe kwanza inategemea, herufi ra inategemea ina haraka gani. Kanuni yake ya kwanza, vitabu vipo alhamdulillah, nimeviongeza leo, vilikuwa vimeisha. Vitabu vya tajwid vipo vya English na vya Kiswahili, alhamdulillah nimeviongeza leo hapa. Kwa kama kuna mtu anahitaji kitabu atanifahamisha, na mkoani tunakusafirishia kwa gharama zako, itakuwa ni juu yako pia dege. Ila kitabu hatujaweka chochote cha juu. Kopi ya English ni 5,000, ya Kiswahili, kitabu cha Kiswahili 7,000. Ukikihitaji kwa hapa tutajua boda atakuletea kwa shilingi ngapi. Kanuni za herufi ra. Ra inategemea, naomba tuende, hili ni jedwali, mishale hii inatakiwa tuwe pamoja ili tuidhibiti pamoja. Twende sasa tuianze. Mshale wa kwanza umetoka juu, hukumu za herufi ra, nzito na nyepesi. Mshale huwa hapa kwanza tuanza. Nasema inategemea na haraka kwenye ra. Inategemea herufi ra ina haraka gani. Hii ya kwanza ni nyepesi, anasema mshale wa kwanza umekwenda kulia, mshale wa pili umekwenda kushoto, na mshale wa tatu umekuja chini. Kulia akasema ikiwa herufi ra ina dhamma au fatha, nzito. Nzito hapo inatoka nzito, ra inakuwa nzito. Herufi ra inakuwa nzito ikiwa ina fatha au dhamma, herufi ra inakuwa nzito. Lakini mshale ambao umekwenda upande wa pili kulia, yeye akasema kasra nyepesi. Herufi ra ikiwa na kasra inatoka nyepesi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii tu kwanza. Bismillahir Ra, sio ra. Bismillahir Rahman, sio Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ra na wala sio Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin hapana. Ar-Rahmanir Rahim sio Ar-Rahmanir Rahim. Hapo inakuwa nzito ra. Ra inatoka ra. Inshallah hii na sifa mbele tutakuja kuiona vizuri katika sifa za herufi. Ra hatusemi ni herufi ara. Hii wazungu wanatamka r r r. Pia hata sio hiyo. Sio hata hii ya kizungu r. Kizungu akisema really sio hata hiyo. Sababu ulimi wake unaingia ndani zaidi. R hii ni nzito, haturudishi ulimi nyuma ukajikunja really, no. Ile tunaitamka tu R, ulimi unakuwa tu hapa mbele, mpanda juu kidogo, umeacha upenyo hewa ipite, lakini sehemu ya nyuma imepanda juu. Hiyo ni nzito ikiwa na fatha au dhamma. Lakini ikiwa na kasra, herufi ra inasomwa nyepesi. Hii kanuni ya hapa mwanzoni kwa ra haina tofauti na ile ya kwenye jina la Allah. Jina la Allah tulisema inasomwa nzito ikiwa herufi ya nyuma yake. Tofauti ni ndogo. Ile tunaangalia herufi ya nyuma yake ikiwa na fatha au dhamma, jina la Allah linasomwa nzito. Lakini herufi ra tunaanza kuiangalia yenyewe. Herufi ra unaiangalia yenyewe. Fatha dhamma nzito. Ikiwa na kasra nyepesi. Jina la Allah herufi ya nyuma ikiwa na kasra nyepesi. Lakini herufi ra tofauti ni ndogo. Jina la Allah hauliangalii kwanza, unaangalia herufi ya nyuma. Herufi ra unaanza nayo. Okay.
Lakini sasa mshale wa katikati, sina shaka kwenye fatha na dhamma nzito, sababu hii hatujaanza kuizungumza leo. Fatha, dhamma nzito tumeanza darasa la nyuma, kasra nyepesi. Lakini ikiwa herufi ya nyuma ikiwa herufi ra, hapa imeambiwa inategemea herufi ra ina haraka gani. Sasa herufi ra ikiwa na sukun, Sheikh nisikilize kwa makini. Herufi ra ikiwa na sukun, lazima angalia herufi zilizopita. Yani angalia herufi ya nyuma yake. Hapa sasa ndio tunakwenda kwenye qil wa qal. Mwalimu sijaelewa, hebu rudia kidogo. Mwalimu hapo umeniacha. Mwalimu mtusimamie hapo kuanzia hapa, kwa sababu nakuhitaji kwa makini zaidi ili sitokee hujanielewa. Herufi ra ikiwa na sukun, sina sukun herufi ra, angalia herufi ya nyuma yake. Kanuni yake nayo ni nyepesi sana. Herufi ya nyuma yake ikiwa na fatha dhamma, ikiwa na fatha au dhamma, still itabaki kuwa nzito. So herufi ra ina sukun, hatujasoma kwamba isome nyepesi au nzito. No. Angalia nyuma yake. Ikiwa herufi ya nyuma yake ina fatha au dhamma, okay, herufi ra nitaisoma nzito. Kwa kanuni inabaki vile vile. Fatha dhamma nzito. Na hii inakwenda sasa kufanana na jina la Allah kwamba kanuni za jina la Allah pale, herufi za usomaji wa nzito tunaangalia nyuma yake. Kuna herufi ra ikiwa na sukun, unaangalia nyuma yake. Na nyuma yake ikiwa kuna kasra, nyepesi. Nyuma yake ikiwa kuna kasra, utaisoma nyepesi herufi ra. Isipokuwa baadhi ya maneno yako manne katika Qur'an. Yako manne mpaka matano katika Qur'an. Hayo maneno yenyewe herufi ya nyuma yana kasra lakini yanasomwa mazito. Ni hayo maneno matano. Lakini herufi ra yenye sukun katika Qur'an zipo nyingi sana, ambapo tunazisoma nyepesi. Tunaziangalia herufi ya nyuma ikiwa na kasra, tunasoma nyepesi. So ikiwa na fatha dhamma nzito, ikiwa na kasra nyepesi. Isipokuwa tu maneno haya matano. La kwanza, la bil mirsad, inna rabbaka la bil mirsad. Mirsad hii darasa tutaisoma leo na kesho. Firqa, qirtas wa irsada. Na ina sababu kwa nini haya maneno. Kwa nini mwalimu mimi nataka nimeze kasra iwe nyepesi, wewe unasema tena isipokuwa. Sasa wewe isipokuwa, kwa nini isipokuwa? Na mimi basi isipokuwa sihifadhi hiyo kanuni. Isipokuwa Sheikh, kwa sababu maalum. Hii hatuisomi kwa hatuisomi nyepesi kwa sababu ameandika hapa chini kwa sababu. So ukiona kitu kwa sababu, inafafanuliwa hii kanuni yake. Sababu herufi zinazofuata zinatokana na neno moja zito. Herufi inayofuata ni nzito, ni herufi nzito. Kwa sababu haya maneno matano tu, kwa sababu herufi baada ya ra ni herufi nzito. Sheikh, herufi baada ya ra, fungua kitabu cha English hichi, ni herufi nzito. Hii ni ra, herufi ya mbele yake ni sad, kwa sababu tu herufi inayokuja baada ya ra hii ya mbele huku ni herufi nzito. Kwa inaiathiri herufi ra isisomwe nyepesi na yenyewe iwe nzito. Okay? Inaiathiri herufi ra. Hapa tunasoma labil mirsad, mir nyepesi inakuwa mir. Ikiwa mir hiyo ni nyepesi. Nzito mir labil mirsad, inna rabbaka labil nzito. Kwa nini nzito? Herufi ya nyuma ina kasra. Hii kanuni inatuambia ra ikiwa na sukun, angalia nyuma, kwa kuna kasra soma nyepesi. Lakini isipokuwa tu haya maneno matano, herufi inayofuata mbele yake ni herufi nzito. So ikiwa umehifadhi herufi nzito, hapa hautoniuliza swali. Fir inakuwa firqa, qirtas wa irsada, mirsada. Haya ni mazito, yanakuwa heavy. Haya yanakuwa mazito. Hili moja linategemea, kuna muda linakuwa jepesi, kuna muda linakuwa zito. So sema tu soma zito. Firqa. Utalisoma jepesi.
ukikutana nalo. Lakini haya mengine labil mirsad, mirsada, firqa, firqa, wa irsada, ra ina sukun, lakini kwa kuwa herufi ya mbele yake ni herufi ambayo ni nzito, kanuni inakuwa imeuliwa. Herufi nzito siku zote inapenda kubaguana baguana. Okay, kanuni za kuangalia herufi za nyuma tutachukua leo hii. Tumalizie kwamba ra, ikiwa leo tunasoma tu hii kwamba kuangalia herufi ya nyuma ya ra, ikiwa ra ina sukun. Okay, ra ikiwa na sukun tunaangalia herufi ya nyuma. Sasa herufi ya nyuma ikiwa fatha dhamma tumesema ni nzito, herufi ya nyuma ikiwa ni kasra ni nyepesi. Okay, meza hii. Sasa herufi ya nyuma inatokea ni hamzatul wasl. Herufi ya nyuma inakuwa ni hamzatul wasl. Hamzatul wasl tumeiimba sana. Unakuja kukuta herufi ya nyuma tena sio tena fatha kasra wala dhamma, bali herufi ya nyuma ni hamzatul wasl. Ukikuta hamzatul wasl ndio iko nyuma ya ra yenye sukun, basi ra utaisoma nzito. Usikwende kuangalia herufi ya nyuma yake kabisa, na usikwende kuangalia herufi ya nyuma yake kabisa baada ya hamzatul wasl. Imani una kitabu, vitabu vipo, unaweza ukawa una notes hapo hapo kwenye kitabu chako. Hii naitilia mstari, au una daftari ambalo unaandika kanuni, ila kusikiliza hapo. Vichwa vyetu vimejaa majukumu. Amiru, amiru tabu, amiru, you see? Hili neno linakuwa zito. Kwa nini linakuwa zito? Amiru, amiru tabu linakuwa zito kwa sababu nyuma yake kuna hamzatul wasl. Kabla hatuendi kabisa kuangalia herufi ya nyuma, no, hii hatuiangalii mimi na nini, kwa sababu nyuma yake tu kuna hamzatul wasl. So ukiona hamzatul wasl, ra unaisoma nzito. Amiru, amiru, amiru tabu, alladhiru, alladhiru tada. Tumeruka madda hii kwa sababu tumekutana na hamzatul wasl, tulishasoma hii kanuni. So hizi zinakuwa zina maana, hata kama hazisomwi zina maana. You see, alladhiru isomwe nzito, alladhiru tada, rabbirhamhuma. Tunasoma tajwid kwa sababu hakuna Qur'an mbili. Qur'an ni moja tu. Tunaisoma like how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recite this. Ameisoma hii Qur'an. Sisi ndo tunapita kule kule alipoisoma. Haijabadilika aya hata moja miaka kwa miaka. So tunaibaki vile vile, yani kwa sababu Allah ameahidi yeye mwenyewe, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh. Hakika sisi ndio tumeteremsha hii Qur'an na sisi ndio tutakayoilinda hii Qur'an. So ulinzi unaanzia ni kuanzia wewe ambaye kujitolea kuisoma Qur'an. Usione kitu kigumu, bali niambie mwalimu, hapo sijaelewa, au mwalimu, hebu tuchukue mpaka hapo kwanza. Hichi tukaanza, hebu time vizuri. Lakini hii darasa ya ra tutasimama kidogo leo na kesho, kwa sababu kweli inachanganya kiasi ikiwa hakuna mazoezi mengi. Itapendeza kama mwanzoni tu kwa kile ukikutana nayo, basi unafungua Qur'an, unafungua kitabu, alafu unaipitia hukumu yake. Kiwa umesahau. Ni vizuri sana. Kitabu kipo. Sidhani kama kitabu hakipo. Mimi naona kitabu. Walimu, hayo maneno Qur'an nzima. Elewa hayo maneno Qur'an nzima vipi? Mbona mimi sioni ile jedwali? Subhanallah. Na maana kuna watu hawaoni kitabu. Tuma no ya kulipia tulipie. Haya, angalieni mtanitoa mchezoni. Yani hapa yani umesema yani
Hamzatul wasl ikifuatwa na hii ra sakna, hii ra tunaisoma kwa uzito. Ya, herufi ra inakuwa sio nzito ikiwa ra ina sakna. Ra ikiwa na sakna unaangalia herufi ya nyuma yake. Tumeachana muda hapa ili kidogo refresh, maana vichwa vilipata moto. Ra ikiwa na sukun unaangalia herufi ya nyuma. Herufi ya nyuma ikiwa na fatha dhamma, herufi ya nyuma ikiwa na fatha dhamma basi unasoma nzito. Herufi ya nyuma ikiwa na kasra unasoma nyepesi. Okay, alhamdulillah, imani itakuwa nimeeleweka. Na herufi ya nyuma ikiwa sasa ni kasra, herufi ya nyuma ikiwa ni kasra unasomaje? Sorry, unasoma nyepesi. Herufi ya nyuma ikiwa ni hamzatul wasl unasomaje? Ikiwa herufi ya nyuma ni hamzatul wasl basi utaisoma herufi ra nzito. Wasalamu alaykum mwalimu, tutumie hayo maneno tuliyoyazoea kwa mazoezi. Asalamu alaykum warahmatullahi. Jibu lake hapo sijaelewa kidogo. Okay, nimetuma namba ya ada hapo. Nimeambiwa mwalimu weka namba ya ada, jina ni Arabic Service. Okay, unaweza kulipia kama nimekosea jina likija si Sauda huko au nani, wewe usitume. Sijaelewa hapo hilo swali lingine. Nimetulia kidogo sababu hii nikienda mbio hapa tapotezana. Mimi mwenyewe kuna muda najichanganya kama umeniona. Assalamu alaykum Ustaz. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo kwenye maneno mazito, hiyo ra hapo wakati inakuwa ni nzito kwenye hamzatul wasl, hebu jaribu kuisoma ikiwa nyepesi na ikiwa nzito, tusikie jinsi unavyo pronounce mdomoni. Okay, mashallah, shukran. Haya, let's go in the surah. Mfano Suratun Nas. Hebu isikie. Kwanza ni play msomaji. Shekhe mmoja anaitwa Husari, yeye anasomaga kwa tajwid. Tumsikie usomaji wake. Mwalimu wangu huyu nampenda sana. The way anaisoma Qur'an kwa tajwid ni bila kuweka. That way na mimi nawaambia tujue tu tajwid, alafu vira vingine vyote vitakuja. Kwa wewe kwanza jifunze tu tajwid, achana na kisomo. Kisomo ni baadaye. So sikiliza tu kisomo cha huyu Sheikh anaitwa Husari. Sijui Mungu wangu subhanallah, sijui kwa nini. Afwan. Kuja sikuiandaa. Nadhani watakayosoma ni nishati, sio yeye. Afwan. Sijui kama tunasikia sauti wote. Naomba niangalie msomaji mwingine. Anaitwa Husari. So tusikie herufi ra namna anavyoitamka. Hii litasaidia. Hii mashaf nilishia na nyie pia. Subhanallah, waje kwa shekhi hapa. Where are you? Sumunte. Nasikitika sana. Yupo kwenye simu lakini huyu. Okay. Ni imani yangu kwamba utakuwa unasikia. Afwan. Hii kaisoma kwa tajwid sana ambayo wewe itakuharibu. Sidhani kama unasikia huko msomaji anasoma, huenda anasikia mimi mwenyewe tu. Kama anasikika basi kidole cha. Hii hapa muallim. Afwan. Sorry, haisikiki, kumbe nasikia mwenyewe. Subhanallah. Haya. Niwasomee mimi. Unaweza ukamplay huyu shekhe. Afwan sana, kumbe haisikiki. Sorry. Sijui setting yake ni nini. Lakini cha msingi hapa nitawasomea mimi. Huyu shekhe anaitwa Husari. Husari muallim. Nimetoa headphone. Hapa ninapoongea nimetoa headphone, hata nikichomeka hasikiki. Okay,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Unaweza kumfuatilia Husari Muallim, ana viraa vingi, lakini angalia cha Muallim. Bismillah. Nisikilize mimi nikusomee hapa ili uijue tajwid. Tunapoongelea tofauti ya herufi ra zito na nyepesi tunamaanisha nini? Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Bira yusira ra inatoka nzito. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri. You see this? Min sharri, sio sharri tena, sio nzito. Min sharri, min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri. You see, sio ri ni nzito. Ri fi sudurin nas. Nimetaka tufahamu tofauti ya nzito na nyepesi. Licha ya hivyo, sura nyingine, Suratul Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita. You see, ara'aita ni nzito. Twende tu kwenye sura ambayo kila mmoja anaifahamu, Suratul Nas. Fanye mazoezi sasa. Hebu nikusikilize wewe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Nas. Nadhani tofauti yake itakuwa imeonekana. Qul a'udhu bi ra. You see, bi ra automatically kwangu inakuja nzito sababu huenda ni mazoezi. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril, you see, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas fi suduri. You see, fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Barakallah. Hapo okay, ngoja ni mute sauti za wote alafu bismillah. Hebu ijaribu aya ya kwanza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Okay, lakini kanuni ya nun umeisahau hapo. Utakuwa usimame two bit. Bi rabbin, so unungunike maana hii tushaisoma. Tena Qul a'udhu bi rabbin nas. Aywa, hapo perfect. Barakallah. Okay, ukhti Husna. Shukran sana. Husna Fahad. Hebu isome wewe nyepesi aya ya 4. A'udhu, hii aya ya 4. Yeah. Aya ya 4. Hello. Hello. Ya, tunakungoja. Aya ya 4. Naam, sahihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس. ايوه umeisoma vizuri roho. Min sharril waswas, jambo kama wasiwasi. Okay, shekhe wa kumfuatilia vizuri sana na anaweza akakunyosha kwenye tajwid anaitwa Husari. Tafuta Muallim. Kuna Mujawwad, usiweke Mujawwad ni kisomo chake cha tajwid. Husari Muallim, which means anafundisha hapa.
na anafundisha kwa usomaji mzuri ambao unaeleweka na unaigika pia. Shukran sana. Okay, bismillah. Naam mwalimu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Samahani mwalimu, swali lako leo limeonekana kuwa nje ya darasa, lakini kuna venye nilipitia shekhi mmoja akiwa anasema kwamba katika Uislamu salamu peke yake, salamu ni dua ya kumwombea mwenzako. Sasa nikawa nafikiria, kwa sababu hii tumezoea kulisema hii salamu, na hii salamu ina raha ndani, ili ndo umtekee mwenzako umema, hiyo dua ikubalike. Nikafikiria tuipatie hiyo pia raha haki yake. Manake pia katika salamu utapata watu wengi wanasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ama vitu kama hizo. Unaona, sasa nimefikiria maybe ukikosa kupea haki hizo herufi, mwenzako anaweza kosa kupata hizo thawabu, ama hiyo dua inaweza kosa kukufikia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahihi. Mashallah, shukran sana. Brother Qasim ameenda mbali, hata kwenye salamu pia herufi ra tuipe haki yake, isiwe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana, umeeleza vizuri. Sahihi. So kwa kuwa wewe ushafahamu sasa hivi, una upeo mkubwa sana wa kusema sasa unaifanyia mazoezi. Ngoja hata kwenye salamu ni bora zaidi ukawa umetumia kanuni tuliyosoma. Lakini sisi tunaongelea thawabu zile 30 thawabu 10 kwa kila aya ndani ya Qur'an. Kwa ndani ya Qur'an ni zaidi. Ndani ya Qur'an ni zaidi hata ya kwenye salamu. Japo kwenye salamu pia uifanyie kazi hiyo hiyo ulivyoisoma. Mufti Zawadi pia amesema ana swali hapo. Aya ambazo tutazifanyia mazoezi. Mstari bado kwenye swali langu la kwanza nilikuwa nimeomba aya ya kwanza na hiyo ya 4 tuisome kwenye mazingira tofauti. Mazingira ya kwanza ikiwa ni nyepesi, ya pili ikiwa ni nzito, ili tusikie kwenye namna ya utamkaji mdomoni inasomeka. Ndio naenda huko brother Ramadhan. Mashallah, shukran. Nimeshare hapa. Afwan, kwanza tufanye mazoezi kwanza, alafu tutaenda kwenye maswali mengine. Hii ni page nimeshare hapa ambayo ina mifano ya herufi ra ikiwa nzito. Ra ikiwa full mouth ina maana ikiwa nzito. Antahira baiti ra isi. Wa idh qala Ibrahim, isi Ibrahim sio Ibrahim no. Wa idh qala Ibrahim, hii ni nzito. Kanu hudan au nasara, hizi nitazishia kwenye group na wao nisomee. Antahira baiti nzito. Wa idh qala Ibrahim nzito. Kanu hudan au nasara, na hii pia ni nzito. Kuna watu wanasema network. Ustazi, ulisema yule shehe anayesoma kwa tajwidi anaitwa nani? Anaitwa Husari. Husari. Mujawad. No. Au muallim. Sijaipata bado, inaitwaje ustazi? Husari, mudarris au muallim. Unaweza ukamtafuta, ipo ameandikwa kabisa. Mahmud Khalil al-Husari. Mahmud Khalil al-Husari, lakini tafuta muallim, sio mujawad. Mujawad hiyo anasoma kwa tajwid, kiraa cha Abdul Basit. Huko itachanganya. Okay, afwan, tumalizie mifano maana ndio kwenye message. Haya, inshallah taitu. Wala hum yunsarun. Hii ra ni nzito hapa kwa sababu ina dhamma. Wala hum yunsarun. Run. Nyepesi ni wala hum yunsarun. Run hiyo ni nyepesi, sio hivyo. Yunsarun. Sauti yake inakuwa imepotea kwa mbali. Fadhkuru, sikiliza hapa. Fadhkuruni adhkurkum. Hata hii ra hapa ina sukun, ra ina sukun, lakini nyuma yake adhkur inakuwa nzito kwa sababu nyuma yake kuna dhamma, sio adhkurkum.
adhkurkum washkuru li wala takfurun. Hizi zote ni ra nzito, na najaribu kushare hii mifano kwa sababu wewe utakwenda kunisomea mwenyewe. Nyepesi, wa'fu anna waghfir. You see, waghfir lana, hii ni nyepesi na inatoka light. Tukisema nyepesi kinywa kinakuwa empty. Waghfir lana, sio waghfir lana. Rabbana ighfir lana. Let's say tunamuomba Allah dua ambayo tumezoea kuiomba. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir, sio Rabbana ighfir lana. Nimesoma hivyo mwanzo, sio Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir, rangi basi kaffir anna, wa kaffir hiyo ni nzito, wa kaffir anna. You see, hebu tuzingatie tu kwanza ra nzito na ra nyepesi. Wa kaffir anna, kwa nini wa kaffir imekuwa nyepesi? Ra ina sukun, tunaangalia herufi ya nyuma yake ina kasra. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ra nzito, abrar, hizo zinakuwa nzito. Ustadh, alikuwa nauliza hiyo herufi ya nyuma ikiwa na kasra and then hiyo ra ikiwa na sakna ndio inakuwa nyepesi. Yeah, mifano hii hapa. Ikiwa ra ina sakna inakuwa nyepesi. Hata ra yenyewe ikiwa na kasra tu inakuwa nyepesi. Okay? Lakini ikiwa na sakna ndio tunaangalia. Bora nyuma iwe na kasra. Hata ra nyuma ikiwa na kasra. Tusikilize haya maswali ndio yanakufanya na wewe unaelewa wapi umekosea. Ra ikiwa na, naomba nirudie hii kanuni mimi mwenyewe tu kwa ufupisho zaidi, ufupi. Ikiwa hujanielewa kwa ufupi basi ina maana yani wewe ni mrefu sana. Sasa hebu tuwe kimo sawa, tusome vizuri. Ra ikiwa na fatha au dhamma tunasoma nzito. Ra ikiwa na kasra tunasoma nyepesi. Sasa ra ikiwa na sukun ndio inaleta, ina maana sasa kwa nini hapa? Tusikilize kanuni sasa. Ra ikiwa na sukun, ra ikiwa na sukun, angalia herufi ya nyuma yake. Herufi ya nyuma yake ikiwa na kasra tunasoma ra nyepesi. Herufi ya nyuma yake ikiwa na fatha au dhamma tunasoma ra nzito. Yani just normal, wewe kariri tu fatha dhamma nzito kama tulipotoka kwenye jina la Allah. Fatha dhamma ni nini? Ni nzito. Leo hata tena nafasi ya kujibu swali la mwisho. Afwan sana, kuna maswali yameshaulizwa mengi sana, lakini inshallah tutajibu kesho, maana leo tumekuwa umesahau kutaja na herufi ya mbele yake. Herufi ya mbele yake ikiwa nzito, ra itasomwa isipokuwa maneno yale matano tuliyoyasema, yale tu matano. So hiyo nadhani ndio watu wanapochanganywa. Umeeleweka mwalimu vizuri. Na sasa kutofautisha hii ra na kusoma uzito na nyepesi. Sasa ungependa utuelezee kucheza na hiyo ulimi. Sasa unachezaje na hiyo ulimi? Manake najaribu hapa. Najaribu kuona kuleta picha, nikijaribu kusema nzito nikana kwamba hiyo ulimi naipeleka juu na kuikunja kidogo. Na nikienda kusema kama ni ra nyepesi ni kama ulimi iko flat. Ni kama ulimi iko flat. Aha, sawa, mashallah. Shukran. Nadhani kesho nitaonyesha mchoro hapa, mchoro wa herufi ra, namna ya kuisoma nzito na nyepesi. Inshallah kwa kesho. Leo naona dakika zimeshakwenda sana. Lakini kesho inshallah nitajitahidi nishe mchoro hapa wa herufi ra, namna ulimi wake unavokaa ndani ya kinywa. Tukisema hii ni ra nzito, ra nzito inakuwaje? Hii ni ra nyepesi, ra nyepesi nayo inakuwaje? Lakini tumeshaongelea tu kitamka kitu kizito, it means sehemu ya nyuma inakuwa juu. Ro. Tutaifahamu herufi ra vizuri, japo ina darasa lake ndefu mbele, sababu haitamki hata ra. Tumesema sio ra, kwa sababu ukitamka ra hiyo tena sio herufi ra. Ra wengi tunachokosea ni kwamba tunajitahidi itoke kama ara. Shari ri sio hata hiyo.
So inshallah kesho tutajifunza hii herufi ra tu kwa sababu ndio herufi imewekwa ya mwisho kwa sababu ni ngumu. Inshallah kesho tutairudia tu. Maswali nimeuliza mengi brother Ramadhan, na nimeona maswali yako pia kuna makuto ameuliza, lakini okay, mengine tujibu japo moja. Swali moja nililoulizwa ni swali la haya ni mengineyo. Swali alilouliza ukhti, sababu maswali naenda kimpangilia, sababu ile kuna maswali ambayo nimeulizwa mwishoni haya tutajibu kesho. Kuna mbali ameuliza ukhti, anasema inafaa mwanamke kusoma Qur'an. Kiufupi ni hivyo, inafaa mwanamke kusoma Qur'an akiwa katika hedhi au kushika. Hili jambo lina ikhtilaf. Madhhabu ya Hanafi, Shafi'i, Hanbali, hao wote wanakataa jambo hilo. Maliki na wanazuoni wengine wanakubali mwanamke anaweza kusoma Qur'an akiwa katika hedhi. Malik, that's why kuna madhhab yako manne. Unaweza uangalie wewe uko bara gani. Bara la Afrika tunampata Shafi'i. So Shafi'i kasemaje? Okay, wewe utaangalia katika madhhabu ya Imam Shafi'i. Shafi'i anasema haifai. Okay, kwa umerahisishiwa, lakini akili zako sichanganya na maji. Unaweza ukafanya upekuzi wako, kwa nini hao wengine wamekubali hili, na ukaamua kwamba okay, mimi naenda na imam huyu hapa. Ikiwa hauna elimu hiyo, fuata madhhabu yako. Shafi'i yeye anasema haifai kusoma ukiwa hauna mwanamke ana hedhi, haifai. Shafi'i, Hanafi, Hanbali. Isipokuwa Malik anasema inafaa kusoma katika hali ya kwamba let's say ni kinga. Wewe unatakiwa ujikinga asubuhi na jioni. Kuna majini, kuna mashaitani. Unatakiwa ujikinge. So katika hali ya adhkar unaruhusiwa kuisoma. Na Qur'an kushika hilo ndo halina ikhtilaf, haifai. Kusoma tu kwa mdomo, Malik anasema halina shaka. Shafi'i wengine wanasema hilo halifai. Sasa kwenye jambo la kushika, hapo ndio kuna hilo jambo wote wamekubaliana halifai. Malik akasema unaweza kushika ikiwa umevaa gloves. Okay? Au unatumia simu. Mashafu ipo kwenye simu, so fungua Bismillahirrahmanirrahim, soma kwenye simu. Hapo unaweza. So ukisoma kwa simu unaweza, haujashika mashafu, umeshika simu. Au umevaa gloves mkononi mwanamke, alafu kashika, kwa Malik yenye inafaa. Hanbal wengine, madhhabu zingine, hata Malik kwamba kushika kwa mkono wako hivi pia, wao pia wanasema haifai. Hilo ni ikhtilafu ambayo ipo kwa mwanamke. So unaweza ukafanya upekuzi pia ukafahamu vizuri. Na asokuwa Muislam anafaa kuishika Qur'an, la yamasuhu illa al-mutahharun. Haifai kushikwa isipokuwa na mtu aliyetohara. Kwa hiyo haifai. Haifai. Okay, hatujui iko katika hali gani. Lakini wengi pia wakasema hii aya hii la yamasuhu illa al-mutahharun haijahusia mwanadamu, bali imehusiwa malaika. Aya hii imekuja kwa ajili ya malaika. So kwanza hapo tu kwa mwanamke kuwa na hedhi, inafaa haifai? Inafaa. Ukiniambia kwa uoni wangu mimi nitakwambia usisome. Jambo likishakuwa na ikhtilaf, basi wewe hebu kwanza kaa pembeni. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siku hiyo hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake. Kila mtu atakuwa na mzigo wake. Kwa hiyo Imam Shafi umefuata Imam Shafi, sawa, umefuata Hanbal, sawa. Lakini kishakuwa na ikhtilaf, basi wewe hebu kwende, usipofanya unapungukiwa nini? Ambayo haina shaka ni kusikiliza. Umeingia darasani hivi, ingia darasani, sikiliza mwalimu anazungumza nini. Hiyo haina shaka. Hata mwanamke akiwa na hedhi, viwanja vya Eid wanaambiwa waende japo wakakae sehemu yao tu, wasikilize tafauti. Kwa hiyo huko kwenye hedhi, ingia darasani, msikilize mwalimu. Okay, fuatiliza kimoyomoyo. Hiyo haina shaka. Lakini huko kwenye kutokusoma toa harika and then utaisoma tu hiyo.
Okay, maswali niulizwe WhatsApp. Itakuwa vizuri. Okay. Usiwe mtaniuliza WhatsApp. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran wa jazakumullahu khair. See you in Jannah.